mwaka 2024. Zidi kuchangia kwenye kipindi mitandaoni. Naona jumbe zako zinazidi kuingia kwenye mtandao wetu wa Facebook. Namuona Nuru anasema this kind of sentiments show you that there will be trouble. It's heavy political mobilization and counter. Anafuatilia kupitia mtandao wetu wa Facebook, na nadhani kauli yake ni kuhusiana na matamshi ya waziri wa usalama Kipchumba Murkomen. Zidi kuchangia, tutumie ujumbe mfupi. Bila shaka nitakuwa nikipakua maoni yako kwenye mtandao wetu wa WhatsApp. Ukipata nafasi pia tupigie simu hapa studioni. Bila shaka tutakuwa tukipokea simu yako na kupata kusikia mchango wako ni upi. Lakini kwa sasa tuelekee Taita Taveta aliko mwandishi wetu wa habari Julius Mariki, na ambaye pia amezungumza na wananchi kuhusiana na hofu ya maandamano. Mariki. Namshukrani sana Andreen Kileme kutoka studioni leo hii kwenye kaunti ya Taita Taveta. Vile na wahusisha wakaazi hapa kusikia kauli zao na maoni yao kuhusiana na swala zima la kumbukumbu ya vijana walioangamia katika maandamano ya mwaka 2024 katika mwezi ule wa Juni 25. Tutakuwa tunapata kauli za wale ambao nimezungumza nao. Mimi kwa majina yangu ni Geoffrey Modime Mwenyefa. Ningeomba hata kama kutakuwa na maandamano yawe ya utulivu, isiwe ya ghasia, watoto kuharibu biashara za watu, na pia kuleta maafa katika familia. Manake wale ambao waliumia kweli wanaomboleza mpaka leo. Kwa hivyo tunaomba vijana, mkiwa mnafanya maandamano, mfanye maandamano isiyo na fujo. Na pia kama inawezekana, ingekuwa vizuri wakutane Uhuru Park, wajaliane, waombe kile kitu wanataka kuliko kufanya fujo. Na pengine baada ya maandamano hayo ya mwaka wa 2024 ambao walifanya, unaona ni ujumbe gani muhimu ambao Wakenya wanataka kuwasilisha wakati huu kwa viongozi kupitia maandamano hayo ambayo yatafanyika? Nafikiri maandamano hayo hasa zaidi ilikuwa ni mambo ya budget ambayo ilileta shida pia. Kwa hivyo sisi tungeomba serikali iweze kupunguza pesa mahali ambapo vitu vimepanda, hasa zaidi kwa mwananchi wa kawaida ambaye ndiye anapata shida zaidi. Kwa hivyo ningeomba ikiwezekana serikali yetu itufikirie ili iweze kufanya mabadiliko katika bajeti yao. Na unahisi kwamba kipi kifanyike ili kuwe na maandamano ya amani hiyo kesho? Kitu ambayo kinaweza fanyika ni serikali yetu iweze kuacha mambo ya kupiga watoto wa watu risasi ovyo. Waambie tufanyeni maandamano ya usalama ili isije ikaleta majanga. Kwa majina yangu ni Peter Tole, na kumbukumbu ambayo inakumbukwa kesho na Gen Z inaashiria kwamba kukumbuka wenzao waliofariki, na singesema ya kwamba vile wanavyosema ni maandamano, wasingeweka jina maandamano, wangesema mkutano wa kwenda kuweka maua ya kukumbuka wenzetu waliofariki wakati wa maandamano ya 2025. Na kwa ujumbe kwetu sisi kama viongozi ni kwamba tuangalie zile sheria tunazoweka, kama ni finance bill, kama ni sheria yote ile ambayo inahusu wa Kenya, iwe iko fair kwa kila mtu, na kila mwananchi pia awe anahamasishwa kikamilifu kulingana na ile bill inayowekwa ama sheria inayowekwa kuzuia maandamano kama hayo yale yalitokea 2025. Na unahisi kwamba ni nini kifanywe ili kuhakikisha kwamba kuna maandamano yatabaki kuwa ya amani na salama kwa kila mmoja? Kulingana na mimi, hakuna siku maandamano naweza ngaiunga mkono ya kwamba yatakuwa ya amani, kwa sababu katika maandamano kuna wale wanaoingia pale kwa njia ya kuiba, wana take advantage ya maandamano waingie waibe. Kwa hivyo according to me, siwezi ona kwamba kuna siku tunaweza tukasema ni maandamano yawe ya amani. Lazima kunaweza tokea vurugu hapa na kule. Maana pia serikali iko pale kulinda mwananchi, na kama inalinda mwananchi na ione ya kwamba kuna mahali panaenda vibaya, lazima serikali itupe tear gas, maskari wachukue precautions ya kutupatia gas kutawana wananchi, na hapo unakuta ya kwamba hakutakuwa na amani tena.
Na pengine mwisho nikiulize kwamba unahisi kuwa yale masuala ambayo yaliwasukuma vijana kuandamana Juni 25 mwaka wa 2024 bado yapo hadi leo, ama kuna mabadiliko ambayo yaliweza kufanyika? Kuna mabadiliko yaliweza kufanywa na rais, kwa sababu tukiangalia hata haya maandamano ya kesho Thursday hayako ni kwa sababu ya finance bill. That means ya kwamba president na government yote wanaohusika waliweka mikakati inayofaa kuonyesha ya kwamba Gen Z wanaridhika, wazee wanaridhika, watu wa rika wanaridhika, na ndio maana haiitwi maandamano tena ya finance bill. Namna ndizo baadhi ya kauli zao Andrin, na sasa naregesha usukani kwako studioni kuendelea kupata maoni kutoka kwa wakazi wa maeneo mengine ya taifa. Mie ni Julius Mariki kutoka kaunti hii ya Taita Taveta. Kwako studioni Andrin. Asante sana Julius Mariki, ni mwandishi wetu huyo wa